Mr. Mungi, naam, niambie, mara baada ya agizo hili kuweza kutolewa awali na Mheshimiwa Rais, mpaka sasa ni taasisi ngapi za umma na za binafsi ambazo zimeshajisajili kwenu? Asante sana dada Brunide mtangazaji. Ni kweli tulikuwa na deadline mbili. Deadline ya kwanza ilikuwa ni ile tarehe 31 ya mwezi Disemba ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza, lakini tukaomba tuongeze muda kidogo kwa sababu kuelekea ile kwenye ule ukomo watu wengi wakawa wanajisajili, watu wamekesha. Kwa hiyo tukaona tuongeze muda, kwa hiyo tukaomba kibali cha kuongeza muda wa miezi minne ambayo tulisema ukomo wa mwisho utakuwa tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Mpaka sasa tuna taasisi zaidi ya 9,000 ambazo zimejisajili kwenye mfumo. Na hizi ni zile zote ambazo zinakusanya na kuchakata taarifa binafsi za watu. Tuwapongeze kwanza wale ambao kimsingi sasa hivi wao wameitekeleza sheria na wameitikia mwito, kwanza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini na maelekezo ya tume pale ambapo tulivyoomba kibali kuongeza ili kuweza kuwasaidia wale ambao walikuwa bado, na wengi kwa kweli walijisajili. Watu wengi wamejisajili katika kile kipindi cha nyongeza. Kwa hiyo ni mwitikio mzuri. Ni mwitikio mzuri sana. Mwanzo sisi tulikuwa tumepima kwamba tungekuwa tumesajili watu 4,000 katika kipindi cha mwaka wetu mmoja, na sisi tumetimiza mwaka mmoja ile tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka huu. Na wakati huo lakini tulikuwa tumevuka lengo kwa mwaka mmoja tulisema, lakini sasa hivi wakati tunajiandaa kuweka sasa lengo lingine la mwaka mwingine tayari, lakini tumeweza kusajili watu zaidi, taasisi zaidi ya 9,000. Kwa hiyo hili ni jambo zuri, ingawa bado wako wengi hawajajisajili mpaka sasa hivi.